Mtazamaji wa Mbayu TV, makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kwa upande wa Tanzania bara John Heche amesema leo hii ameenda kumtizama mwenyekiti wa chama hicho kwa upande wa taifa Tundu Antipas Lissu alipokuwa katika gereza la Ukonga, ambapo imetolewa taarifa kwamba ameweza kuhamishwa na kupelekwa katika gereza hilo na amemkuta akiwa katika hali nzuri na afya njema, na kitu ambacho ameweza kumsisitiza ni kwamba mapambano yaweze kuendelea, na yeye John Heche amesema kwamba atahakikisha kwamba mapambano anaendeleza. Amezungumza vitu vingi zaidi, kubwa ameweza kugusia swala zima la kwamba Tundu Lissu sio jambazi, Tundu Lissu hajafanya mauaji, lakini wamepanga kumpatia kesi ambayo itamlazimu kuweza kunyongwa endapo atakutwa na hatia. Ameweza kuzungumza kwa uchungu kabisa swala hilo. Itakumbukwa Tundu Lissu alikamatwa alipokuwa katika mkoa wa Ruvuma huko katika wilaya ya Mbinga, ambapo huko alikuwa akiendelea na shughuli mbalimbali za kukijenga chama hicho baada ya kukabidhiwa majukumu ya kuwa mwenyekiti kwa upande wa taifa, na alikuwa akieneza agenda no reforms no election, agenda ambayo chama cha demokrasia na maendeleo Chadema inaendeleza na kuieneza hivi sasa, agenda ambayo imelenga kwamba kuzuia uchaguzi endapo hakutakuwa na mabadiliko katika mifumo ya kiuchaguzi. Na alipokamatwa kule mkoani Ruvuma alisafirishwa hadi Dar es Salaam, ambapo huko aliweza kupandishwa mahakamani na akasomewa makosa ya uhaini, na inapangwa tena kuweza kusikilizwa tena kesi yake siku ya tarehe 24 mwezi huu wa 4 mwaka 2025, siku ambayo Chadema wao wamesema watakwenda kwa wingi katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, huku kamanda wa polisi mkoa wa Dar es Salaam ama kanda maalum ya Dar es Salaam kwa maana Jumanne Murilo akiwatahadharisha kwamba hakuna mtu atakayeruhusiwa kuweza kujitokeza katika maeneo hayo. Bila kusahau mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam naye aliweza kuzungumza kwamba swala la amani litazingatiwa, hakuna mtu ambaye ataruhusiwa kuweza kusogea katika maeneo hayo, huku akigusia kwamba kamanda polisi ameweza kutoa ufafanuzi zaidi. Kwa ni kitu ambacho kimekuwa kikileta mvutano mkubwa, ukizingatia Tundu Lissu ni kiongozi ambaye amechukua madaraka ama amechukua majukumu ya kukiongoza chama hicho kwa upande wa nafasi ya mwenyekiti taifa kutoka kwa Freeman Mbowe, na alipoingia amekuja na ajenda ambayo amekuwa akidai muda mwingi kwamba ilianzishwa na mwenyekiti aliyepita kwa maana Freeman Mbowe, agenda no reform no election, agenda ya kwamba kama kutakuwa na mabadiliko ya kiuchaguzi basi wao wataweza kushiriki uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa kuweza kufanyika mwezi wa 10 mwaka huu 2025, uchaguzi ambao Tanzania tunakwenda kumchagua rais, tunakwenda kuwachagua wabunge na tunachagua madiwani. Na kwa kulihakikisha hilo kwamba wanamaanisha, Chadema iliweza kukataa kuweza kusaini kanuni za maadili, kanuni ambazo zingekuwa zinaelekeza majukumu mazima ya kiuchaguzi. Vyama 18 vilikuwa vimesaini, lakini wao kama Chadema waliweza kugoma kusaini kanuni za maadili, kitu ambacho kimekuwa kikiibua maswali mengi kama Chadema itashiriki uchaguzi au la, licha ya kwamba mkurugenzi wa uchaguzi mpaka hivi sasa amesema Chadema imekwisha kukosa sifa za kuweza kushiriki uchaguzi mkuu. Na siku ya jana kanuni hizo za maadili ziliweza kuchapishwa katika gazeti la serikali kama ambavyo sheria zinataka mambo haya yaweze kufanyika. Kwa ni mambo yamekuwa ni mengi sana, lakini kama wale wote ambao walikuwa wanajua kipi kimeweza kujiri kuhusiana na viongozi wa Chadema, kwa sababu ilitoka taarifa kwamba viongozi watakwenda kumuona mwenyekiti wao ambapo alikuwa amehamishwa katika gereza na kupelekwa katika gereza la Ukonga. Amesema kwamba anaendelea vizuri, yupo katika afya njema. Kwa wale wote ambao mlikuwa katika hofu ya kwamba afya ya Tundu Lissu hivi sasa itakuwa wapi, basi mnapaswa kujua ni yupo katika afya njema na yupo katika gereza la Ukonga. Na kitu ambacho ameweza kumsisitiza makamu wake wa nafasi ya mwenyekiti John Heche ni kwamba mapambano yaendelee, na kitu ambacho John Heche ameweza kukisisitiza ni kwamba atahakikisha mapambano yanaendelea. Bwana, ili kujua kila kitu ambacho kinakuwa kinatokea kila siku, basi hakikisha kwamba una subscribe katika YouTube channel yetu ya Mbayu TV, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupa wewe kila siku na kila saa. Niite David Edward, uwe na siku njema.